Sasa natoa pongezi nyingi kwa Chama cha Wafanyakazi wa Serikali za Mitaa Tanzania, yani TALGWU, mkoa wa Mwanza, ambao ndio waratibu wetu wa mwaka huu kwa maandalizi mazuri ya sherehe hizi. Hakika yamefana sana. Sote ni mashahidi wa jinsi maandamano na maonyesho ya zana kazi za wafanyakazi mkoa wa Mwanza ilivyokuwa yamependeza. Nimesoma mabango mengi ya waandamanaji. Napenda kuhakikishia kuwa ujumbe ambao mmeutoa umeifikia serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia mimi mwakilishi wake katika hadhara hii. Ninaendelea kumshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa kukubali kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya mwaka huu. Ndugu wafanyakazi, katika kipindi cha mwaka 23-24 na mwaka 24-25 Sekretarieti ya mkoa na halmashauri zake 8 zimepata mafanikio makubwa katika kuhakikisha kwamba masuala ambayo ni kero kubwa kwa watumishi yamefanyiwa kazi. Naomba nitaje mambo machache ambayo serikali imeyafanyia kazi katika mkoa wetu. Kwanza, serikali imelipa watumishi 3556 fedha za malimbikizo ya mishahara, yani salary arrears, yenye jumla ya shilingi bilioni 6.8 na watumishi wapya 831 wameajiriwa ili kupunguza mzigo wa kazi. Serikali imelipa madai ya watumishi 4015 yasiyo ya mshahara, mfano likizo, matibabu, uhamisho na kadhalika, yenye kiasi cha fedha shilingi bilioni 3.2. Aidha, watumishi 9829 wa kada mbalimbali wamepandishwa madaraja, yani vyeo, kwa mwaka wa fedha 2023 2024, na watumishi 601 wamebadilishiwa kada, yani recategorization, kwa mwaka 23 24. Watumishi wameendelea kupewa fursa ya kujiendeleza. Hadi kufikia mwezi Aprili 2025, jumla ya watumishi 528 wa mkoa wetu wa Mwanza wako katika vyuo mbalimbali nchini. Aidha, watumishi 1352 wameajiriwa katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, afya, utawala, ujenzi na kilimo ndani ya mkoa wa Mwanza. Utekelezaji wa mfumo wa usimamizi wa utendaji kazi katika utumishi wa umma PEPMIS, ambayo mratibu ameelezea hapa changamoto zake, kwa mwaka wa fedha 24-25 umefikia asilimia 59.7. Mfumo huu una lengo kuimarisha uwajibikaji na utendaji kazi unaojali matokeo katika utumishi wa umma ili kuwaletea wananchi maendeleo kupitia wajibu na mchango wa watumishi kwenye kutekeleza malengo ya sera na mikakati ya serikali ya muda mfupi na kazi za muda mrefu. Aidha, jumla ya vikundi 37 vya vijana hadi sasa vimewezeshwa kimiundombinu ili kufuga samaki kwenye vizimba 161 ndani ya Ziwa Victoria, hivyo kupunguza changamoto ya ajira kwa vijana wetu. Aidha, serikali katika mkoa wa Mwanza imeendelea kuimarisha na kutekeleza miradi ya kimkakati inayozalisha ajira ili kupunguza changamoto ya ajira kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza na maeneo mengine na kuzalisha kazi. Kwa hiyo ujenzi wa madarasa na ujenzi wa miundombinu mingine ya utawala, elimu na afya ulizalisha ajira 15,855 katika kipindi cha miaka mitano hii. Ujenzi mpya wa meli mpya MV Mwanza hapa kazi tu umezalisha ajira 1000. Ujenzi wa reli ya kisasa SGR umezalisha ajira 3075 na kazi inaendelea, na hadi sasa tumefikia asilimia 61 ya utekelezaji wa mradi huo. Aidha, ujenzi wa daraja la JPM umezalisha ajira 1875. Ajira 2758
zimezalishwa kupitia fedha za mfuko wa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Takwimu hizi ninazozitoa nia ni kueleza kwamba serikali ya Rais Samia, serikali ya awamu ya 6 inaendelea kuimarisha na kuboresha ajira zilizopo, lakini pia kubuni ajira mpya kupitia sekta binafsi na sekta za umma. Ndicho ninachokieleza hapa. Ndugu wafanyakazi, nimeeleza mafanikio yaliyopatikana kwa mwaka 23-24 na 24-25 kwa uchache, kwa sababu serikali imefanya mambo mengi mkoani Mwanza. Kwa hivyo ndugu zangu na wafanyakazi wote, kama ilivyo ada, leo tena tunawapongeza wafanyakazi wenzetu waliotekeleza vizuri majukumu yao katika maeneo yao ya kazi. Na nilikuwa namwambia mwenyekiti wa TUCTA kwamba wale ambao vyama na ofisi zao hazijaleta fedha au zawadi ambazo zinakusudiwa kutolewa hapa, leo sitakubali ahadi. Kwa hivyo hao sitawakabidhi, kwa sababu wakati mwingine kunakuwa na changamoto. Unasema ameandikiwa hundi mtumishi huyu bora, halafu inapita miezi 6 anaendelea kufuatilia, hakuna fedha, ni maneno tu. Kwa hiyo wale ambao hawajaleta fedha au hawajakabidhi fedha hapa, mimi sitawakabidhi hao ambao mnawaleta hapa, kwa sababu tunahitaji uhalisia na sio mambo ya kurithishana hapa wakati utekelezaji wake unachukua muda mrefu. Kwa hiyo nawapongeza na kuwanasihi wafanyakazi hodari ambao leo tutawatunukia, waendelee kuwa na ari na moyo wa kuchapa kazi kwa bidii, waendelee kuwa waadilifu, waaminifu na wenye kuongeza maarifa ili kuweza kulisaidia taifa letu. Ndugu wafanyakazi, ni matumaini yangu kuwa mafanikio ya watumishi hawa yatakuwa kichocheo kwa wengine kuongeza bidii zaidi ili waweze kufikia na hata kuzidi viwango vyao vya ubora mwakani. Wakati mwingine kwenye ofisi zetu tuna utaratibu kwamba tupeane zawadi hizi kwa zamu. Mwaka huu anapewa fulani na fulani, mwakani fulani na fulani. Utaratibu huo kwenye mkoa huu wa Mwanza haupo. Apewe zawadi anayestahili. Mambo kwamba tupeane kwa zamu, hii sio asali kwamba kila mtu aonje. Anayestahili apewe. Kama mwaka huu amestahili yeye, apewe. Kama mwakani atakuwa huyo apewe huyo, kwa sababu lengo la zawadi ni kuchochea wengine wafanye vizuri zaidi, sio kugawana kama sadaka. Hii sio sadaka. Mfanyakazi bora ni lazima awe na sifa, sio unaleta mtu mvivu lakini unasema zamu yake imefika, kwa hiyo akabidhiwe. Tunalenga kuwamotisha watu wachape kazi, wapate wivu wa maendeleo, ili mwakani na wenyewe waweze kuibuka wafanyakazi bora kama wengine. Kwa hiyo huo ndio msimamo wetu. Kwa hiyo jambo jingine, nitumie fursa hii kuwapongeza wafanyakazi wote wa mkoa wa Mwanza kwa kazi kubwa mnayoendelea kuifanya. Ninyi ndiyo mnaojenga miundombinu mbalimbali inayotumika hivi sasa. Ninyi ndiyo mnahakikisha Watanzania wanapata huduma bora kwenye sekta mbalimbali mnazozifanyia kazi. Kauli mbiu ya sherehe za Mei Mosi mwaka huu inasema, uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 utuletee viongozi wanaojali na kuthamini haki na maslahi ya wafanyakazi. Ewe mfanyakazi, shiriki. Sasa ninafahamu kwamba leo tarehe 1 Mei ndio siku ambayo tumezindua maboresho ya daftari la kudumu la mpiga kura. Kwa hiyo nitumie fursa hii na mkutano na hadhara hii kuwaomba wafanyakazi wote ambao hawajaenda kuboresha taarifa zao za kiuchaguzi kwenye daftari, tukitoka mkutano huu twende tukaboreshe taarifa zetu. Wale ambao hawajahakiki waende wakahakiki. Tarehe 1 Mei hadi tarehe 7 Mei zoezi hili litakuwa limekamilishwa. Kwa hivyo kama utakuwa hujahakiki, jina lako halipo, hutapata fursa ya kuwa mpiga kura katika uchaguzi wa mwezi wa 10 mwaka huu.
Kwa hiyo ni wito wangu kwa wafanyakazi wa sekta ya umma na sekta binafsi, lakini pia kwa wananchi wote wa mkoa wa Mwanza wajitokeze kuanzia leo hadi tarehe 7 kwenda kuhakiki, lakini pia kuangalia na kujiorodhesha katika kitabu cha wapiga kura. Ndugu wafanyakazi, ili mpate fursa ya kuchagua viongozi wanaojali na kuthamini haki na maslahi yenu, ni lazima uwe na nyenzo ya kitambulisho cha mpiga kura. Ndicho kitakachokuwezesha kuchagua kiongozi bora katika uchaguzi unaofuata. Mkoa wa Mwanza unaendelea na maandalizi ya uchaguzi mkuu kwa mwaka 2025. Mkoa umejipanga kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa huru na wa haki, unaozingatia sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi chini ya falsafa ya 4R ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa akihubiri siku hadi siku. Tumejipanga kuimarisha amani, tumejipanga kuleta utulivu ili wananchi wapate fursa na haki ya kwenda kupiga kura bila bugudha yoyote katika mkoa wetu wa Mwanza. Na kwa msingi huo nitumie fursa hii kuwaambia wana Mwanza, sisi tunachokifahamu ni kwamba mwezi wa 10 mwaka 2025, yani mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Hatuna kauli nyingine dhidi ya hii ambayo ninaitoa, kwa sababu ndiyo kauli ya serikali kwamba uchaguzi umewadia, maandalizi ya uchaguzi yanaendelea na uchaguzi utafanyika kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kama utajitokeza kujiorodhesha, utapoteza fursa ya uchaguzi. Nimekuwa nikisoma baadhi ya vyombo vya habari. Juzi nilisikia kiongozi mmoja anasema, Watanzania hatuhitaji amani, tunahitaji haki. Nitumie jukwaa hili pia kumwelimisha kwamba hakuna haki bila wajibu. Lakini pia amani ndiyo jamvi la upatikanaji wa haki. Huwezi kuzungumzia haki kama nchi haina amani. Moja kati ya haki ya Mtanzania ni kupiga kura. Moja kati ya haki ya Mtanzania ni kuletewa maji. Moja kati ya haki ya Mtanzania ni mtoto wako kupata elimu. Sasa kama haki hizo zote za binadamu zikitekelezwa, lakini nchi haina amani, serikali inawezaje kutoa haki hizo? Serikali inawezaje kupeleka maji sehemu ambayo wananchi wanapigana vita? Serikali inawezaje kupeleka shule sehemu ambayo haiwezi kuingilika kwa sababu ya vita? Kwa hiyo amani ndiyo nguzo mama kuelekea upatikanaji wa haki. Kwa hiyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan kwanza itaendeleza falsafa ya baba wa taifa ya kuhakikisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inakuwa ni jamhuri huru, lakini pia yenye amani, yenye usalama, yenye utulivu, ili serikali hiyo iweze kutekeleza haki na wananchi waweze kutekeleza wajibu wao kwa taifa lao. Ndugu mwenyekiti wa TUCTA mkoa wa Mwanza na wafanyakazi wenzangu, nimesikiliza na kufuatilia kwa umakini sana risala ya wafanyakazi iliyowasilishwa kwa ufasaha na ndugu Alfani Ahmed Nyungwa, mratibu wa shirikisho la vyama huru vya wafanyakazi TUCTA mkoa wa Mwanza. Kwanza mratibu, niseme tumepokea kwa furaha risala yenu. Kwanza imeipongeza serikali na tunazikubali pongezi hizo, lakini pia imetoa shukurani kwa serikali na serikali inakubali shukurani hizo. Na asiyeshukuru kwa kidogo, hata akipewa kikubwa hawezi kushukuru. Na ukiona binadamu mwenzio kakufanyia jambo hata kama ni dogo, halafu huonyeshi shukurani, hata ukifanyiwa jambo kubwa huwezi kushukuru. Na asiyemshukuru binadamu anayemuona hawezi kumshukuru Mungu asiyeonekana. Kwa hiyo nyinyi watu wa TUCTA mna shukurani na shukurani hizo tumezipokea. Lakini risala imeeleza changamoto, na mimi nasema serikali ya Rais Samia na mimi mwakilishi wake katika mkoa huu
nimepokea changamoto za wafanyakazi zile ambazo ziko ndani ya uwezo wangu, na waheshimiwa wakuu wa wilaya wote walioko hapa, wakurugenzi wa halmashauri, madasi, tutahakikisha tunasimamia na kuziondoa. Lakini zile ambazo tunatakiwa tuzipeleke kwa mamlaka ya juu, changamoto za mkoa huu wa Mwanza za wafanyakazi, ni waahidi tutazifikisha kwenye mamlaka inayohusika. Lakini pia niwakumbushe, changamoto ni sehemu ya maisha, au kwa kifupi, matatizo hayaishi duniani bali yanapungua. Na ukiona matatizo wewe umeyamaliza, kama ni matatizo ya wafanyakazi yameisha, basi ujue pia ndio mwisho wa maisha yenyewe. Maisha ni changamoto, maisha ni matatizo. Maisha yanapoisha, tunapoenda kupumzika, tunaambiwa rest in peace, ndipo pale changamoto za maisha zinakuwa zimekwisha. Kwa hiyo so long as we live, changamoto ni lazima ziendelee kuwepo, na wajibu wa serikali ni kukabiliana na changamoto zinazowahusu watumishi ili waweze kuwa na mazingira mazuri ya kufanya kazi na kuleta uzalishaji wenye tija. Kwa hiyo nimeyasikia yale mliotueleza, nimeyapokea kwa unyenyekevu na tutayafanyia kazi, na matokeo ya kazi hayo mtayaona. Ndugu mwenyekiti wa TUCTA, kwenye risala yenu mmeeleza changamoto kadhaa ambazo ni kero katika mkoa wetu. Moja kati ya changamoto ambayo imeelezwa ni mifuko ya hifadhi ya jamii NSSF na PSSF kuendelea kuchukua hatua za kisheria kwa haraka kwa waajiri wote ambao wameshindwa kuwasilisha michango ya wafanyakazi kwa mujibu wa sheria. Moja kati ya changamoto, watumishi waajiri kutoweka fedha kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii. Na hapa ninalo karatasi orodha inayoonyesha waajiri mbalimbali ambao hawajaweka fedha kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii. Hii maana yake ni nini? Leo endapo mfanyakazi huyo akifariki au akistaafu, hatopata mafao yake kwa sababu mwajiri wake alikuwa haweki fedha kwenye mfuko wa hifadhi ya jamii. Sasa ninayo hapa taarifa ya madeni ya waajiri waliopo sekta ya umma na wale walioko sekta binafsi. Kwa hiyo ninaelekeza katibu tawala wa mkoa kuwaita wakurugenzi na waajiri wote na kukaa na mifuko ya hifadhi ya jamii, tutengeneze makubaliano ya namna ya kumaliza madeni haya na tuyasimamie yalipwe. Na nataka niwaambie, nitakuwa mkali kweli kweli kwenye makubaliano. Hamwezi kukaa chini watu wazima mnakubaliana jambo hili lifanyike halafu halifanyiki. Huo ni ujinga na hatuwezi kuentertain ujinga. Lakini pamoja na hayo, nimefarijika sasa kwa NSSF mkoa wa Mwanza imewapeleka mahakamani waajiri 36 wenye malimbikizo ya michango jumla ya bilioni 5.5. Sasa NSSF wapelekeni na hawa ambao hawalipi michango. PSSF mkoa wa Mwanza inawadai waajiri 58 wenye malimbikizo yenye jumla ya bilioni 4. Kwa hiyo yule ambaye halipi deni, dawa ya deni kulipa, NSSF, PSSF kuweni wakali, wapelekeni kwenye vyombo vya kisheria wale watakao kuwa wakaidi baada ya kikao cha katibu tawala wa mkoa. Sasa ndugu mwenyekiti wa TUCTA mkoa wa Mwanza, napenda kutumia fursa hii wakati naelekea kuhitimisha hotuba yangu kwa niaba ya viongozi na wananchi wa mkoa wa Mwanza kushukuru kwa dhati sana serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuupatia mkoa wa Mwanza kiasi cha fedha shilingi trilioni 5.6 kati ya mwaka 2021-2025 kwa ajili ya miradi ya maendeleo ambayo imekuwa ikitekelezwa mkoani hapa. Miradi hii inachochea kwenye ukuaji wa uchumi wetu na kuufanya mkoa wa Mwanza kuchangia uchumi kwa 7.2, tukiwa nafasi ya pili kitaifa baada ya mkoa wa Dar es Salaam.
Sasa mara zote huwa ninasema Rais Samia amefanya kazi nzuri. Sisi wafanyakazi na Watanzania tunao wajibu wa kumrudishia shukurani hiyo. Yeye ametupa fedha, ametupa maendeleo, sisi tunao wajibu wa kumrejeshea kwa kumwombea kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia kwa kuwa ameteuliwa mwezi wa 10 akija kwenye kampeni tumpokee vizuri, na wale watakao kuwa hai na Mwenyezi Mungu atuendeleze kutuweka kuwa hai ili tumchague tena Rais Samia. Sasa wengine wao wananiuliza, hivi mikutano yenu nyie haiishi mpaka mseme hayo? Na mimi nawaambia ni sawa sawa na sisi Waislamu, hatuwezi kumaliza hotuba kama hatuwezi kumtaja Mtume Muhammad. Hatuwezi kumaliza hotuba kama hatutamlani shetani. Hali kadhalika ndani ya serikali hatuwezi kuzungumza yote haya bila kumtaja Rais Samia Suluhu Hassan, kwa sababu yeye ndio kiongozi wa serikali hii. Yeye ndiyo mwenye dhamana ya kuongoza Watanzania. Kwa hiyo hakuna haja ya kukereka tunapoyasema haya. Yeye amefanya kazi nzuri na sisi tunao wajibu wa kuyasema haya mazuri ili Watanzania wana Mwanza, wana Kwimba waweze kuyasikia, kuyatafakari, kuyaelewa na hatimaye wamuunge mkono ili aendelee kuongoza taifa letu kwa amani, kwa usalama na kutuletea maendeleo. Mwisho kabisa, ninawashukuruni sana wafanyakazi wote wa mkoa wa Mwanza kwa kujitokeza kwa wingi kwenye maadhimisho haya, na nina imani tutapata fursa ya kurudi na kusikiliza hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na bila shaka itakuwa ni hotuba yenye matumaini makubwa kwa wafanyakazi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi tumejipanga mkao wa kula kusubiri hotuba ya Mheshimiwa Rais, ikiwa tunaamini kabisa itakuwa yenye tija kubwa kwa watumishi na wafanyakazi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.